Subscribe The Sport Show. Klabu ya Simba imetoa taarifa yenye utata, na utata huo unatokana na ukimya uliokuwepo kwa muda mrefu zaidi kunako vyanzo mbalimbali vya klabu ya Simba, na hii ndiyo taarifa zaidi ambayo Simba wameweza kuiposti siku ya leo kuelekea mchezo wa dabi. Kabla tujaendelea kujua zaidi, naomba uweze kusubscribe hii YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu ambazo tunakuwekea hapa, lakini pia wewe ambaye tayari umesha subscribe, shukrani sana, lakini shukrani pia zikuendee wewe ambaye unakuwa ukishare taarifa hizi kwa washikaji. Lakini kubwa zaidi, naomba tuweze kuendelea na hii taarifa kuelekea mchezo wa dabi ambao unatarajiwa kuchezwa leo, lakini hii taarifa yenye utata kutoka klabu ya Simba ndio ambayo imenivutia niweze kukufikishia wewe pia. Klabu ya Simba imeweza kutuma taarifa yenye utata kutokana na kile ambacho wao wanakiamini, ijapo kulikuwa kuna sakata la mwamuzi kutoka nje ambao tayari TFF ilikwisha wateua waamuzi watakaochezesha mchezo wa dabi, lakini klabu ya Simba iliendelea kuwa kimya kwa muda wote mpaka wakati huu. Kumbuka kwamba klabu ya Simba haikutokea kwenye press conference iliyoandaliwa, lakini pia au kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya mazoezi ya mwisho. Kingine tena hakuweza kutokea hata kwenye uwanja wa Bunju kuweza kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea kunako mchezo wa dabi. Hivyo ukimya wote huo ulizua maswali mengi sana kwa baadhi ya wadau wa mpira, wakitaka kujua, je, Simba anataka nini? Simba anaamua lipi? Simba anakuja na lipi? Kuna wengi wakawa wanasema kwamba Simba anaogopa Yanga, lakini timu ataleta tu uwanjani. Lakini wakati huo kuna wengine wakawa wanasema Simba aleti timu uwanjani, ingawa kwa upande wa klabu ya Yanga wao walikuwa wapo tayari, na mpaka dakika hii mara jana imeweza kuonekana wakifanya mazoezi ya mwisho kunako uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kukawa kuna taarifa kwamba Yanga wanataka kuwasilisha barua kutaka kuzuia referee aliyeweza kuteuliwa na shirikisho la mpira, kutokana na kwamba wao kama klabu ambao ndio wahusika wa mechi kuweza kushirikishwa kwa jambo lolote lile. Hivyo basi uteuliwaji wa referee kutoka nje ni kama vile kuwakosea klabu ya Yanga heshima na kuwafanya kuonekana kama wao si kitu si lolote, kwa sababu wao ndio wenye mchezo, japo mamlaka ndio inayoteua marefarii, lakini walipaswa kama Yanga pia kuweza kushirikishwa kutokana na wao kwa wahitaji wakuu zaidi. Na kwa upande wa klabu ya Simba hawakuweza kuzungumza jambo lolote lile kuhusiana na mechi ilivyokuwa ikiendelea, maandalizi ya mechi na kila kitu kuhusiana na mechi hii ambayo imeumiza vichwa vya wengi zaidi. Lakini leo wameweza kuposti taarifa wakiwashukuru mashabiki wao kwa namna walivyowasapoti kwa msimu mzima wa 2024-2025. Hakika wanajivunia kuwa na mashabiki kama hao, kwa sababu wameshiriki kuwasapoti mwanzo mpaka mwisho kwenye nyakati zote ngumu na nyakati za furaha. Hiyo ndio ilikuwa ni posti ya klabu ya Simba ambayo inazua utata, kuonesha kwamba je, kwa hiyo posti timu wanaleta uwanjani ama hawaleti. Lakini inabakia kuwa sintofahamu, kwa sababu taarifa bado zipo pande mbili, ijapo inathibitishwa kutokana na vyanzo mbalimbali. Kutoka kwa mwandishi nguli wa habari za michezo Shafi Dauda, yeye amesema kwamba anatoa hofu mechi ipo, kwa hiyo vaa pendeza mkutane kwa Mkapa. Lakini George Ambagile naye kupitia vyanzo vyake vya habari ameweza kunukuliwa akisema kwamba dabi ipo na ipo kwa 99.9. Kwa hiyo kaacha pointi moja tu ambayo ameizungumzia kwamba hiyo ni pointi ya kibinadamu, kwa hiyo binadamu anaweza kaamka na mengi. Lakini tofauti na hapo pia kauli ya Ahmed Ally pia
imekuwa na utata zaidi, kwa sababu hakuwahi kuzungumza kama mechi ipo au haipo. Hivyo basi yeye kwenye kunukuliwa kwake amesema kwamba si mnaona jinsi ambavyo dabi imekosa mvuto, hivyo ndivyo hali ilivyo, na wao pia hawapendi dharau. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine unaona kabisa kwamba pengine mechi inaweza ikawepo, ila zote zinazoendelea kuwa ni mind game kuhusiana na Yanga wasielewe lipi lipo, wafanye lipi na waache lipi. Lakini kwa upande wa Simba, wao pengine wakawa wanaendelea na maandalizi kimya kimya, ijapo mpaka dakika hii hakuna sehemu yoyote ambayo inaelezea kwamba Simba wamekuwa wakifanyia either mazoezi au wakifanyia either maandalizi, bali kila sehemu wamekuwa ni wakimya sana, na ukimya uliozua utata, ambapo utata huo unafanya watani wao wa jadi waweze kuwananga mtaani kwamba mtaani umekimbia mechi, ina maana hauchezi mtaani, lete timu uwanjani. Kwa hiyo ile kauli ya hatuchezi imegeuka kwa upande wa Simba zaidi mara baada ya Yanga kufurahishwa na yaliyotokea. So tutegemee kuona, kwa sababu ni masaa machache yamesalia kuelekea mpaka mechi itakapochezwa. Wacha tuone, je, Simba asipocheza utakutwa na jambo gani? Kumbuka jana hajatokea kwenye press conference. Hii adhabu yake sana sana ni kupigwa faini ya 500,000 mpaka milioni. Hiyo ni sio case kwa upande wa klabu ya Simba, wanaweza kulipa. Lakini wasipoleta timu uwanjani, kipi kitakachoweza kutokea kwa upande wa klabu ya Simba? Ni hiki hapa. Simba asipopeleka timu uwanjani, possibility ya kwanza ni kupokonywa pointi 3 na kupewa Yanga, lakini pia na magoli 3. Hiyo ndiyo kanuni ya kwanza ambayo ni rahisi kabisa. Pointi 3 atapewa klabu ya Yanga na magoli 3. Hivyo basi Yanga atakuwa ni bingwa kwa mfumo huo. Lakini kwa endapo wakafata kanuni zaidi, kuna wengine wanasema anaweza kapokonywa pointi 15, lakini si kweli, hawezi kupokonywa pointi 15 kwa sababu hakuna sheria inayozungumzia kwamba atapokonywa pointi 15. Ukingali sheria ya kwanza ni ya pointi 3 magoli 3. Hiyo ndio inayotambulika zaidi, na si ile ya pointi 15 kama watu wengi wanavyozungumza. Itakuwa ni pointi 3 magoli 3. Basi kwa sababu gani? Kwa sababu hawajatokezea kwenye mchezo husika. So ni kuwatoa hofu wa wana Simba wengi kwamba hawatopokonywa pointi 15, na hata kitokea wakapokonywa pointi 15 bado ana nafasi ya kwenda kushiriki mashindano ya kimataifa kwa msimu ujao kunako klabu bingwa kwa sababu kwa pointi alizonazo ana pointi 70, na ukitoa 15 bado anabakiza pointi 60, na kwa hiyo kwenye zile pointi 60 na hakuna timu ambayo inaifikia kwa point, kwa sababu zilizopo zina pointi 58 na ushe. Kwa hiyo bado anazidi kushiriki mashindano ya kimataifa ambapo ni CAF Champions League kwa upande wa klabu ya Simba. Kwa hiyo kwa namna moja au kwa namna ya kipekee bado Simba hata kifanyika vipi bado anashiriki kimataifa. Haijalishi atadondokea shirikisho au klabu bingwa, lakini uhakika zaidi atadondokea kwenye klabu bingwa kwa sababu atakuwa na pointi kama 63. Kwa hiyo pointi 63 ni nyingi. Ni nyingi kwa sababu atakayekuwa anamfuatia atakwenda na pointi 61 au 58. Kwa hiyo unaona kabisa bado atakuwa ni nafasi ya pili hata akipokonywa pointi 15. The same kwa Yanga pia. Kwa hiyo kwa haya yote ambayo yamekwisha kuendelea na ambayo yameendelea, kwa baadhi ya mashabiki wa Simba wanasema huu ni unyonge ambao wamezidi kufanyiwa na mamlaka za soka, kwa sababu Yanga wanasikilizwa sana kuliko wao, kwa maana kwamba kwani wao sio wenye mpira au Simba haitambuliki? Yani kwa nini yeye inakuwa hivyo? So kwa namna nyingine wanaona kama Yanga ndo last born wa mpira wa Tanzania, kwa maana kila anachokitaka anakuwa akipewa pasipo sharti lolote. Yani
wanamdekeza kiujumla zaidi. So tutarajia kuona kama Simba ataleta mchezo, ataleta timu uwanjani na kucheza. Hiyo mimi na wewe hatujui, lakini zipo taarifa za kuthibitisha kwamba timu Simba atapeleka uwanjani saa 10, japo wengine walisema atapeleka wachezaji 8 ili ifike Yanga apewe point 3 na point 3 na magoli 3, lakini pia zipo taarifa kwamba Simba ataingiza timu yote uwanjani. So tukae tuone, tusubiri nini ambacho kitakachotokea, lakini saa 11 sio mbali, tutakaa tutaona kile ambacho tutajiri. Then usiku takuja kukuletea uchambuzi yakinifu mwanzo mpaka mwisho, nini kilichojiri na kwa nini, kwa sababu kuna vyanzo vya habari ambavyo vipo, nitakuletea baadaye vya uhakika zaidi. Asante sana.